Antu Media, mimi ni Ngosha Mkaya, nafahamika hivyo ni la kwangu jina. Naye Masanja Kuyanja, msanii wa Makuhenga. Tutafahamu mengi kumhusu yeye. Kwanza msanii wa Makuhenga, mimi nataka tuanzie hapo. Kwa nini msanii wa Makuhenga? Msanii wa Makuhenga mimi niliamua kujiita hivyo hivyo msanii wa Makuhenga, maana kwanza nimekulia Makuhenga. Nilipomaliza shule ndo nikaanza sasa utumaji wa salamu, ndo nikajulikana kwa jina sana likavuma la Masanja Kuyanja. Masanja Kuyanja Makuhenga. Ukisikia Masanja Kuyanja, msanii wa Makuhenga, mimi nimeanza kusikia tangu kipindi kile nipo shule. Nasikia tu kwenye DW kwenye wapi nasikia. Hivi ilianza salamu ama ilianza sanaa ya muziki kwanza? Nilianzia salamu kwanza, salamu za utumaji wa masalamu kwenye media mbalimbali kwenye radio. Ndio jina likajulikana. Sasa watu wakawa wananishauri kwamba kwa nini usiwe msanii tu, kwa kuwa jina limeshajulikana kila sehemu, kila Tanzania, nchi nzima kabisa limejulikana jina la Masanja Kuyanja. Na nyimbo za asili ulianza lini? Nyimbo za asili nilianza kidogo hivi. Kwanza nilianzia bongo flavor hivi kujifunza. Ndo nikahamia sasa kwenye asili. Wasanii wengi wanaanza, mwingine utasikia ameanzia asili kaja bongo flavor baadaye karudi asili. Wapo na mfano, kuna dogo mmoja anajiita Dogo C. Alianza bongo flavor, sasa hivi anaimba asili, sasa hivi kajichimbia zake iko Dar es Salaam. Anaimba asili. Sasa wewe pia ulisema ulianzia bongo flavor ukaja asili. Kwa nini sasa ukahama bongo flavor ukaja asili? Maana asili hata uwe una nyimbo moja tu unaweza ukapiga show. Jijini ndo waka show za asili zinawika sana, zinauzika. Eti wanasema eti show bila dawa haiwezekani. Haiwezekani, dawa ndo lazima. Kwa nini? Dawa kila kitu. Unaweza ukafanya show bila mashabiki. Sana ndio kwa dawa ndo inawavuta sasa. Sio kazi nzuri inavuta watu. Sawa, kazi nzuri sasa, ila unachanganya sasa na dawa. Nikurudishe nyuma kidogo. Vipi wasanii wanaoimba nyimbo za asili, wale ambao wameshawatangulia, wana majina makubwa kwa sasa hivi, vipi mnashirikiana nao kwa namna ipi? Wanatoa ushirikiano? Sana muziki wa asili sidhani kama tuna ushirikiano, tuko kibinafsi sana. Kwa nini? Sijajua na maana ya ubinafsi. Na hujawahi kumtafuta msanii labda yule mwenye unakutana na jina yeye ameshatangulia, unaomba ufanye naye collab? Ushawahi? Bado sijawahi. Kwa nini sasa hujawahi kuwatafuta wao? Ipo siku tu nitawahi kuwasiliana nao, tunafanya kazi kama kawaida. Na nini sasa mashabiki zako na wadau mbalimbali ambao wanakuwa nakufuatilia, unawaahidi nini kwenye kazi yako ya sanaa ya muziki wa asili? Shabiki zangu nawaahidi mazuri sana, na nyimbo mpya nzuri ndo nataka sasa nizishuti video. Nataka zishuti video ziachie mpya. Zile nyingine ambazo zimekisha kutangulia kutoka wanazipata wapi? Zipo mtandaoni kwenye channel yangu ya Masanja Kuyanja. Ukiandika Masanja Kuyanja wa Makuhenga music, inaonekana nyimbo zangu zote, audio, video. Mtaani wao wanasema hivi, kwa sasa wanaofanya muziki wa asili, eti nasikia mnakatabia fulani hivi, mkishatoa nyimbo zikishaanza kusambaa mnawavimbia wenzenu. Eti kuna ukweli? Nilisikia tu mtaani. Hamna. Bwana nikitoa tu zikishaanza kusikika mara lidoni mara huku wanavimba. Hamna, labda wenye roho ndogo. Ila sana muziki ndo unahitajika moyo sana, uwe uvumilivu. Kazi yako, nikurudishe nyuma kidogo. Kazi yako ya kwanza kabisa kuitoa ilikuwa inaitwaje? Ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa Monica. Monica ndo inajulikana sana kila sehemu. Kwa nini Monica? Monica tu nilijifikiria, silikuwa mwanzoni, sasa nikapata ka idea tu kuimba wimbo wa Monica. Au ulikuwa na baby mama anaitwa Monica ni? Hamna, nilipenda tu kuimba tu. Maana kuna mwingine utasikia anamwambia Ngolo, mwingine Nele, mwingine Neema, mwingine nani? Monica. Kwa nini Monica? Kwa nini asiwe hata Kumbi? Hamna, nilipenda tu kwa namna ya jina kwanza. Monica.
Hivi ikaja idea ya kutunga wimbo wa Monica. Sasa hizi nyimbo mnazokuwa mnatunga, kama unakuta kuna wimbo ukiusikiliza unakuta kilichoimbwa ni kama kimemkuta msanii, huwa mmevipitia nyinyi au kuna mtu anawahadithia afu mnaenda studio kutoa nyimbo? Mara nyingi waga tunasikiza hata hadithi hivi, hata kuna mengine yalishaka tokea, hata mengine yalishaka vitokea, ndio unapata idea ya kutunga wimbo ili wimbo ukamilike. Hivyo unaweza kukuchukua muda gani? Haichukuagi hata muda. Hata sema tu tuko tofauti. Ila mimi huwa haichukui muda sana. Hata siku moja tu natunga wimbo. Kwa mfano kuna siku 2 kwa nakamilisha hivyo na unga hivyo. Kwa mfano kuna siku nilikuwa nazungumza na Amos kutoka Mbada Records kwa studio ya Mbada, akaniambia kuna wengine wakija kuingiza voko anatumia hata siku 3 ili akamilishe wimbo mmoja. Ndio maana nikakuuliza wewe, ili wimbo ukamilike unaweza kutumia hata siku ngapi? Kwa upande wangu mimi waga natunga kwanza nyimbo inakamilika kwanza, ndo mimi nayo kuzunguka ya Mwakuhenga inakusupport kwa kazi unayoifanya. Mwakuhenga wameanza kunisupport, maana sasa hivi nimesha kuwa na uelewa sasa wa kutunga nyimbo nzuri za kuelimisha jamii. Hata mtu akisikiliza na ujumbe mzuri. Wamezipenda sasa nyimbo zangu. Kwa tukifika Mwakuhenga pale tukiulizia bwana namtafuta Masanja Kuyanja. Mwakuhenga sasa hapo ndo wanakuelekeza sasa. Hata mtoto mdogo hivi. Mwakuhenga jina kubwa sana. Tangu uanze kufanya sanaa ya muziki wa asili na kutuma salamu pia, ni kitu kipi ambacho huwezi kukisahau ulikutana nacho, aidha salamu na pia kwenye muziki, ambacho huwezi kusahau kabisa? Kila mtu waga na kitu chake ambacho hawezi kukisahau. Tuanze kwanza kwa utuma salamu wako. Ni kitu gani ambacho huwezi kukisahau ama ushawahi kukutana nacho kwenye hizo mishemishe za kutuma salamu huwezi kusahau? Sana utumaji wa salamu bado sijawahi kukutana na kitu gumu zaidi. Sini kutuma tu salamu, salimia watu, nasalimiwa. Hamna ile mbona mimi hujanitaja? Sawa. Hiyo ipo. Watu hujanisalimia, unamwambia kesho nitakusalimia. Fika kesho kweli unamsalimia. Na kwenye sanaa ya muziki wa asili, ni jambo lipi ambalo waga ukikaa ukikumbuka unasema hapa hatari? Labda tu gumu wa show. Kivipi? Kama mwaka ukigoma hivi show ndo zinakuwa binde. Kwa mfano mwaka huu, show za mwaka huu umeshafunga au bado? Mwaka huu nilijaribu mapema sana nimefunga, maana watu sehemu mbalimbali sana kuivisha. Wakati unafuata kwenye sehemu zilizoivisha sana ndo napika show kule show zinajaa. Kwa hiyo tuombe heri mwaka huu iwe vizuri mwakani. Ndo maandalizi sasa ndo nimeanza sasa. Sasa hivi tupo mwezi wa 11. Tuna mwezi mmoja wa 12 afu tukaribishe mwaka. Unawaahidi nini mashabiki zako? Na waahidi mwezi wa 12 nitaachia video zangu kama 2 hivi. Nitaachia video mwezi wa 12. Mpya. Kwa mwezi wa 12. Tarehe hujajua au? Tarehe bado. Ili tuambie sisi kila tarehe tuulize bwana mbona bado? Kufikia kwenye kwenye Pasaka hivi. Pasaka Christmas. Takuwa nimeshaachia video. Sikukuu. Kwa hiyo nataka sikukuu tunaachiwa na video 2. Msanii wa Mwakuhenga Masanja Kuyanja. Nipo naye hapa. Mama Diwa ananiambia bwana mbona kila siku ana forward message ile hii inakuaje? Hiyo message sana kama uko na majukumu. Muda sasa wa kuandika sasa inakuwa kazi, ndio naamua tu kama sinalingana na kipindi sasa. Ila kwenye kipindi kama nasikiliza kwanza radio. Natafuta muda wa kusikiliza radio ndio natuma message. Hapo sawa. Maana Mama Dia ananiambia mbona message ile kuna message ziko 2. Kuna moja inatoka huko Shinyanga Didia. Nitaweka kapuni. Na kuna hii ya Masanja Kuyanja msanii wa Mwakuhenga. Ni jambo gani lingine pengine linakupa faraja
ama yaani ukilikumbuka unafurahi mwenyewe na unasema yes, hapa kitu nilifanya? Mpaka tuna sanaa ya muziki wa asili. Labda ukiwa tu jina likiwa linatajwa kwenye media mbalimbali. Kuna mmoja hivi, mdau mmoja hivi alinipenyezea, aliniambia hao wenye majina hawa wanapenda sana kutumia wadada wengine. Eti kweli tukishakuwa na jina hivi, wale ambao wanachipukia wadau wengine, kuna ukweli uko ila baadhi yao. Sasa unawaambiaje wadau wenzako wenye tabia kama hizo? Mimi na wenye tabia kama hizo nawaomba tu waache, wao wastaarabu. Sisi wanatumia majina yao wasiotoa majina vibaya eti. Masanja Kuyanja, msanii wa Makuenga, anakuambia usitumie jina lako vibaya. Ni kweli pia usitumie jina lako vibaya. Tuambie kitu kimoja sasa cha mwisho, kama sisi kama Mbantu Media na sisi pia kama Kahama, familia ya Kahama FM. Kahama FM, naomba tu tuendelee tu kushirikiana, mshikamano. Tuko pamoja sana. Nawapenda sana watu wa Kahama FM na mashabiki zako, mashabiki zangu nawapenda sana, waendelee kunisupport, kunishika mkono. Tuko pamoja sana, nawapenda sana. Waomba tu waniunge mkono. Wanapata vipi kazi zako? Wanazipata vipi? Kazi zangu wanazipata kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye YouTube jina la Masanja Kuyanja, zote zinakuja nyimbo. Andika tu Masanja Kuyanja wa Makuenga. Zote nyimbo ziko kule kwenye mitandao ya kijamii. Eti hii mitandao ya kijamii inaweza kukusogeza kama msanii? Inaweza kunisogeza. Kivipi? Maana si kila mtu hata yuko mbali, nyimbo zangu anazipata, anazichukua, sambaza kwenye magrupu. Mfano WhatsApp na grupu langu linakimbiza sana na watu. Na nani hizi beef kwenye mziki wa asili ama kwenye mziki, kwenye sanaa, inasogeza ama inaua? Beef mara nyingi huwa zinaua. Kivipi? Sio kwamba nikikuimba wewe Masanja nikatoa na mimi nyimbo nikakuimba, wewe ukaja ukaniimba, watu wanakubali kule kitaa. Wengine huwa wanakubali, ila wengine sidhani kama wanakubali. Wanaweza kukuta kama mashabiki zako wewe wanakushabikia, alafu na wakwangu ndio inakuwa malumbano zaidi. Kwa hiyo beef haisaidii wala haisogezi. Je, kinachosaidia ni kuimba tu nyimbo za kuelimisha jamii. Na je, Kiki na nafasi gani kwenye muziki? Kiki waga inasaidia baadhi, ila wengine waga inawadidimiza. Kiki huwa anasaidia baadhi, ila wengine inawadidimiza. Wengine waga wanapitiamo, wengine wanafaelimu. Sawa, shukrani sana. Asante. Mtazamaji wa Mbantu Media, mimi naitwa Ngosha wa Mkaya, ndo langu jina, nafahamika hivyo. Asante kwa kutazama Mbantu Media. Nyuma ya kamera iko senior engineer, mimi naitwa Steve Matiasi. Ngosha wa Mkaya, ukiniita hivyo mambo yanakuwa vizuri. Jamaa fulani hivi kutoka Mbogwe Mke Geita. Ni wasawa kupepeta. Tunawachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta, maproducer na wadau mbalimbali wa muziki wa asili. Hapa utakutana na mwamba senior engineer Parakiaya. Bwana, hapa ni mwendo wa kuwapepeta tu.